Arraddu ala almukhalifin, kuwarejesha katika usawa watu waliokhalifu sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Min usuli hadhihi ad-da'wati al-mubarakah, ni miongoni mwa misingi mikuu ya da'wa hii aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walioshikamana nayo maswahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kuwaraddi watu wa batil ni katika misingi mikubwa, ili liyahlika man halaka an bayyina, aangamie mwenye kuangamia lakini kwa ubainifu, ashajua kwamba hii ndio haki na hii ni batil, aamue kwa sababu ya kutopenda dini kwake afuate batil. Wa yahya man hayya an bayyina, nawe hai aliye hai lakini juu ya ubainifu, ashafahamu kwamba hii ndio haki na hii ni batil, nikiingia huku nitakuwa nimeiuza dini yangu. Ndugu zangu waislamu, laula ar-rudud laqala man shaa ma shaa, lau kama si rad, kuwarejesha watu katika usawa watu wa batil, angesema anayetaka anachokitaka. Leo mtu angeota ndoto akaja mimbari hapa, unajua jana nimemuota Mtume swalla sallam akiniambia kadha wa kadha, alafu akaweka ni sheria, na huyu akasema mimi nimepewa wahi bana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nimeambiwa kadha wa kadha. Kila mtu angesema analotaka. Lakini wakipatikana watu wasawasawa wa kuwanyosha watu kama hawa, ijapokuwa wale wanaoambiwa haki hali ya kuwa na kusudia inad, hawako tayari kurudi katika usawa, lakini ma'dhiratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun, ni kwa ajili ya kutaka udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusije tukaonekana hatukuibainisha haki na huenda wao wakamcha Allah jalla wa ala. Na mtu anapofanywa rad, sio lazima akubali yeye kwamba bana mimi nimesallim amri, isipokuwa ni kwa ajili ya kuiokoa jamii ya Waislamu, wimbi la watu ambao wanamsikiliza mtu yule na kumfuata na kuamini kwamba yuko katika usawa hali ya kuwa ni mtu wa batil. Na tukiwafanyia raddi watu wa batil, hatujali watu wa mitandaoni, watu ambao wameshavurugwa akili zao, pengine mtu kavuta bangi huko au kaja na pombe zake kalewa, anza kuandika kadha wa kadha, nyinyi hivi na hivi, mawahabi si makatoliki, si mawahabi watu wa motoni. Hatuwajali watu hawa, sema watakavyosema, lakini tutaibainisha haki. Hata kama atatokea mtu mmoja kaikubali haki hiyo, ni bora kwetu sisi kuliko ngamia mwekundu, kuliko kitu chochote cha thamani. Na ndivyo alivyoambiwa Ali radhiyallahu anhu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah kumuongoza mtu mmoja kupitia wewe ni bora kwako wewe kuliko kupata ngamia mwekundu.